tafadhali Ruku, unaonekana kichwa yako ni kubwa, ukionekana kwa magazeti hata kwa TV ni kubwa, lakini saa hii tunaona mavikira iko kando ya kichwa. Habari ya jioni na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Uchaguzi mdogo ambao ulishuhudiwa hapa nchini Kenya tarehe 27 na matukio ambayo yaliweza kushuhudiwa hiyo siku ni picha kamili ya mambo ambayo yatakuwa yanashuhudiwa pale mwaka wa 2027. Watazamaji wangu, mnakumbuka vizuri kwenye huo uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 27, kuna fujo na ghasia ambazo ziliweza kushuhudiwa, kuna mali ambazo ziliweza kuharibiwa, magari yakachomwa, watu wakaumizwa, wengine wakauawa kwenye huo uchaguzi wa tarehe 27 mwezi wa 11. Na cha kustajabisha watazamaji wangu, baadhi ya hizi fujo na ghasia zilisababishwa na viongozi wa UDA, viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. Wameanza kuogopa United Opposition. Na ndio unaona kuna viongozi ambao walikita kambi kwenye maeneo ya kupiga kura, kwenye maeneo ya kuhesabu kura, kwenye vituo vya kupiga kura kwenye uchaguzi wa tarehe 27. Kwani nia yao ilikuwa ni nini? Na kwa nini wanasiasa ama viongozi wa UDA walikuwa wanaingilia uchaguzi wa tarehe 27? Mbona hawakuwapatia wale ambao wanahusika, ambao ni maofisa wa IEBC, wafanye kazi yao bila kuwaingililia? Mbona kule Mbeere North, kule Malava kumekuwa na visa vya fujo na ghasia kwenye huo uchaguzi? Sasa watazamaji wangu, wananchi wameanza kugundua ya kwamba kuna mambo yasiyo ya kawaida ambayo yaliweza kutokea, na kweli wale viongozi ambao walichaguliwa hawakuwa chaguo la wananchi. Hao ni viongozi ambao tunaweza kusema ya kwamba walisaidiwa na hii serikali ya UDA ama serikali ya Kenya Kwanza ili waweze kuzipata hizo nafasi. William Samoei Ruto anajua sasa hivi mambo kwa ground yameharibika, watu wamekuja kuchukia serikali yake. Na unaona kwa mfano kule Mlima Kenya, watazamaji wangu, bado ni eneo ambalo William Samoei Ruto atajitahidi sana ili aweze kujizolea kura kwenye uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027. Haya ambayo tuliyashuhudia tarehe 27 ni mwanzo mpya. Na hii ni IEBC mpya, watazamaji wangu, ambayo imeweza kuchukua ofisi sasa hivi. Na unaona vile ambavyo wameanza uchaguzi mdogo, tayari umeanza kuingiwa na dosari. Matokeo yanaonekana yalipendelea viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. Ingawaje ni uchaguzi ambao haukufanyika maeneo mengi hapa nchini Kenya, lakini tayari wananchi wameanza kujionea vile ambavyo IEBC imeanza kufanya kazi yake. Hatuwezi tukasema ya kwamba ni tofauti sana na ile IEBC ya pale mwaka wa 2022 ambayo ilionekana kugawanyika kuhusiana na matokeo ya urais ambayo yalitangazwa pale mwaka wa 2022 ambapo William Samoei Ruto aliweza kuibuka mshindi. Sasa hivi watazamaji wangu, kule Mbeere North, kule Malava na maeneo mengine ambako UDA iliweza kushinda, kuna changamoto ambazo zimeanza kutokea, kwa sababu hasa kule maeneo ya Mbeere North tunajua vizuri huko viongozi wa UDA ndio walikuwa wamekita kambi kwenye yale maeneo ya kupiga kura, wakitaka kubadilisha maamuzi ya wananchi kumchagua yule Newton Karish, na badala yake huyu ambaye amechaguliwa sasa hivi, huyu Leonard Wamuthende, anaonekana tu ameweza kulazimishiwa ile nafasi baada ya viongozi wa UDA kuzua fujo, kuleta ghasia na hata kuingia kwenye vile vituo vya kuhesabia kura ili tu kuhakikisha kwamba huyu candidate kutoka kwenye upande wa UDA ameweza kushinda. Na sasa wananchi, watazamaji wangu, wameamua sasa enough is enough. 2027 ni lazima wasimame kwa wingi na kukataa vitendo kama hivi ambavyo vimeweza kushuhudiwa sasa hivi, vile ambavyo serikali imetumia nguvu kutaka wale candidate wao waweze kuchaguliwa, vile ambavyo wameungana wakapeana pesa wakanunua kura kutoka kwa wananchi. Endapo itaendelea, watazamaji wangu, hii inamaanisha kwamba wananchi wataendelea tu kuwachagua viongozi ambao hawafai, viongozi ambao hawawezi wakawafanyia kazi, kwa sababu kama kiongozi amewanunua nyinyi wapigaji kura, basi na yeye kuna uwezo wa kuwafanyia kazi vile ambavyo anataka. Anaweza kuwaletea maendeleo ama akose kuwaletea, kwa sababu anajua ukifika uchaguzi mwingine akikuja kuomba kura na atumie hiyo mbinu ya kuwaonga tena, mtakuja kumchagua hata kama hatakuwa amefanya kitu chochote. Watazamaji wangu, nataka niwapatie fursa mweze kusikiza ujumbe kutoka kwa Fred Matiang'i, mmoja wa viongozi kutoka kwenye upande wa United Opposition, akizungumza baada ya hizo fujo na ghasia ambazo ziliweza kushuhudiwa hapa nchini Kenya kwenye huo uchaguzi mdogo wa mwaka, kwenye huo uchaguzi mdogo wa tarehe 27, na ni yapi ambayo tunatarajia pale mwaka wa 2027. Je,
vile ambavyo tuliona serikali ilitumia nguvu, ikatumia guns kuvuruga uchaguzi. Hayo ndio mambo ambayo tutayatarajia pale mwaka wa 2027. Hebu sikiza ujumbe kutoka kwa Fred Matiang'i, mtazamaji wangu, lakini kwanza na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sio ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. See this hubris that power does not end. So my second point again, which I took from your sermon, that nothing lasts forever. Hata Paulo na Sila, milango ya gereza ilifanya nini? Ilifunguka. These things will come to an end. Fellow Kenyans, whether you are in Mbeere North, Malava, or Nyansiongo, where we have been brutalized and terrorized just because of our ward seat, hii mambo itaisha. Do not lose hope in your country. Our country is great. God has blessed us with a wonderful, fantastic country. There's nothing wrong with our country. The challenge we have now is because we have bad leaders. That is the challenge. And we will overcome this challenge. Keep hope alive. Let's keep together and let's keep moving. Because in moments like this, when people do this thing to us, leaders behave like this, as citizens of the country, you might be discouraged and frustrated. Tafadhali wananchi msife moyo. Ona mama wetu hapa amepigana vita 91 years. Look at the generation she has raised. Mama ambaye alimaliza shule standard 3. Ametoa engineers, doctors, professors. In the life of this wonderful mother of ours is the hope that we all need to have. That tutafuka hiyo daraja na tutaenda mbele, tujenge taifa letu vyema. Na tukae pamoja, tusigawanywe. Mtu asikuambie eti wewe ni Mbeere North, huyu ni nini sijui Nyamira. We are one people and God wants us to live here together. Na kwetu sisi viongozi, hasa wale tuko katika upinzani, tuko tayari. Tunaongea, tunafanya kazi pamoja kwa sababu tunataka kusaidia nchi yetu ili tujenge Kenya ile ambayo waanzilishi wale ambao walitoa maisha yao tupate uhuru walikuwa na dhamani tuwe na nchi ambao tunasikizana, tunaheshimiana, tunakaa pamoja, tunaheshimu mawazo ya wengine, tunaenda kwa kura. Kama wananchi wanakataa, unaenda nyumbani vizuri, sio kuleta kifaru, mandege, polisi nini kusurutisha watu ili wewe uwe na nia yako kwenda mbele. Mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, huo ndio ujumbe ambao tunaupata kutoka kwa Fred Matiang'i akizungumzia kuhusiana na huo uchaguzi mdogo ama by elections ambazo zilifanyika tarehe 27, by elections ambazo zilikuwa na fujo na ghasia ambazo zilichochewa kwa pakubwa na serikali ya Kenya Kwanza. Sasa pale mwaka wa 2027 hatujui kama hiyo nguvu ambayo ilitumiwa na serikali kwenye huu uchaguzi mdogo ndio itafanyika tena pale mwaka wa 2027, au waanze tena kununua kura, waanze kuwaonga wananchi ili waweze kupiga kura. Na unajua endapo itafanyika hivyo, basi inamaanisha ile serikali ambayo inakataliwa sasa hivi huenda ikatumia pesa ili iweze kuchaguliwa tena, kwa sababu serikali imekuja kugundua kwamba watu wanapenda pesa mpaka wanauza ile kura yao, kura ambayo itawagharimu miaka 5. Kwa kweli watazamaji wangu, kama yule Newton Karish angeweza kuchaguliwa kwa bila watu kununuliwa, yeye angeweza kuibuka mshindi. Lakini unajua hata kuna wale supporters wa Karish ambao walijipata wamenunuliwa na wakabadilisha kura yao na kuipeana kwenye upande wa UDA. Na kwa hapo watazamaji wangu, lakini nyinyi sijui mnaona vipi na mko na maoni gani kuhusiana na uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027? Kwa sababu kama tumeanza hivi, inamaanisha kwamba 2027 itakuwa mbaya zaidi. Hakuna mtu ambaye alitarajia kwamba ni uchaguzi ambao utakuwa na fujo na ghasia. Wengi walidhani kwamba ni uchaguzi mdogo, na kwa hivyo hakuna fujo ambayo ingeweza kutokea, ungepigwa kwa amani, haki na uwazi. Lakini vile ambavyo iliweza kutokea watazamaji wangu, inaonekana kuna mambo yasiyo ya kawaida ambayo ilifanyika kwenye vituo vya kupiga kura, ambako viongozi wa UDA walionekana kuvuruga kuhesabu kura, kuvuruga upigaji kura ili tu kuhakikisha kwamba yule candidate wao anaweza kushinda. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section yangu, na kabla sijamshia nakukumbusha uweze kusubscribe kwa BM Daily Politics, na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.